Hasira ilijaa sana, nikatamani yule dada nimshike nimpige, hasira imejaa sana, nikaanza kutoa machozi. Na ile hali ilikuwa ikinikuta ni mida saa 10 na saa 7. Ndio ilikuwa inanikuta mara nyingi hiyo hali. Kwa kweli mtumishi wa Mungu, nilipitia nyakati ngumu sana, na nikikamatilia imani yangu ambayo ile imani kwangu mimi kwa kweli niliona kwamba niko sehemu sahihi. Na na watumishi wengi wa Mungu walikuwa ni rafiki zangu, walikuwa kiniambia kwamba jaribu uende kanisani, lakini mimi nilikuwa naona kama vile hao watu mimi wanakuja wananivuruga kabisa. Ilifikia sehemu nakumbuka kuna rafiki yangu ni mtumishi wa Mungu, na yeye aliniambia kwamba, kaniambia, Juma, kwa sasa hivi ninakuomba kwamba ili tatizo lako liishe, twende kanisani. Kwa kweli mimi kile kitu nilikuwa nimekikataa kabisa. Kile kitu mimi nilikuwa nimekikataa kabisa. Swala la kwenda kanisani kwangu niliona kwamba huo ni uongo kabisa. Na nisikuamini kwamba mtu anaweza kafunguliwa akiombewa kwamba mtu anafunguliwa na matatizo yake anaishi. Nikopo siamini. Nilichokuwa naamini kwamba mimi japokuwa naendelea na tatizo langu, lakini kuna mahali niliamini kwamba waganga ndio wanaweza kila kitu juu ya maisha yangu. Na niliamini kwa sababu kuna dawa alionipaga nioge na wakanichanja. Chale moja akanichanja kifuani, nyingine mguuni. Ile chale alivyonichanja kwangu mimi, ile hali ikawa kama vile imetulia kabisa. Ikapita kama vile mwaka mmoja. Mwaka wa pili tatizo likaja kubwa zaidi. Kwa kweli mtumishi wa Mungu, niliendelea kuishi katika mateso kwa sababu ninakumbuka 2016 tatizo lilikuja zaidi. Nilikuwa ni mtu sasa hata wa darasani hamna kabisa, sitamaniki kabisa darasani kwamba huyu ni mwanafunzi, sitamaniki kabisa. Umeona? Ikafikia sehemu mimi swala zima la kusoma kwangu mimi nikajikuta nimeshakata tamaa kabisa. Nikiamini ya kwamba mimi nataka niwe mganga kienyeji kwa sababu juu ya lile tatizo lilikuwa likinitesa, likinihangaisha. Nikaamini kwamba labda nikienda kuwa mganga kienyeji mimi basi nitaishi katika maisha yaliyokuwa salama. Na habari ya watumishi wa Mungu nilikuwa nawachukia kabisa, sitaki hata kuwaona kwangu mimi. Nilikuwa sitaki kabisa. Nilichoamini ya kwamba siku zote kwamba waganga wanaponya na waganga wanatoa msaada mkubwa sana. Kwa sababu alivyonichanja tu zile chale 2, mimi nikajikuta ya kwamba nikaona kwamba kama hivi imeshaweza kupona basi niweze kuwa niwe mganga. Lakini juu ya familia yangu, wazazi wangu kwa kweli hawakukata tamaa. Wenyewe bado wakaendelea kuwa na misingi yao ile walioiweka kwamba kwa waganga. Wakaendelea kuwa na misingi yao ile ya kwa waganga. Lakini ndani yangu mimi nilikuwa nimeweka kitu ambacho nasema ya kwamba kama huyu mganga akinitoa huku basi na mimi nahitajika niwe mganga. Ile hali. Lakini 2016 ile hali imeniumiza, imenitesa 16 hiyo nimehangaika sana. Nakumbuka nimeingia form 1 mimi nikiwa ni mtu ambaye nateseka sana na vifungo. Yaani nimeingia form 1 ni mtu ambaye sielewi hichi na hichi, mtumishi wa Mungu. Yamenitesa sana majini. Yamenitesa sana, yamenihangaisha sana. Nilikuwa ni mtu ambaye kwangu mimi sina furaha kabisa. Na ilifikia mahali nikaona kwamba shule ni kitu gani. Nakumbuka kuna siku moja ilikuwa ni siku ambayo sitokuja kuisahau, ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Ile siku ya Jumamosi nakumbuka kwangu mimi ndani ya moyo nilisikia sehemu fulani wakiomba. Nilipita katika hilo kanisa wanaomba. Lakini nimepita kwa ile kanisa nikaelekea nyumbani. Lakini ndani ya moyo kuna kitu kama vile kinaniambia kwamba niende pale nikafanyiwe maombi. Lakini mimi nikapuuzia, na kanisa ambalo nilikopo tu ni kanisa tu dogodogo tu. Ni kanisa dogodogo ambalo hilo kanisa mimi niliona kama vile hamna kitu chochote pale ambacho mimi wanaweza kanisaidia mahali pale. Nikaona kama vile yani hamna kitu chochote. Mimi nikaendelea kukamatia misingi yangu na kusali kwangu, ibada zangu zile za saa 7, saa 10 nipo na shiriki na kanzu yangu naendelea kuvaa kama kawaida, nikiamini ya kwamba mimi kwangu nipo katika sehemu salama. Japokuwa ninateseka, lakini kwangu mimi ile imani nilikuwa nimeshikilia, nilikuwa naona kwamba ni imani ambayo ipo thabiti kabisa juu ya maisha yangu. Nilikuwa naona kwamba ni imani ambayo inaweza ikanitoa katika hatua fulani. Kwa kweli nisikufiche mtumishi wa Mungu, mafuta nimepaka mimi. Nimepaka mafuta. Kuna shehe mmoja nakumbuka sitomtaja jina na mali sitopataja. Lakini kuna sehemu fulani alinipaga kopo la mafuta.
yale mafuta nilijipaka hivi mtumishi, kwangu niliona kama vile yani ndo kama vile nimezidisha matatizo kabisa. Lakini nikajaribu tena kuonana naye, akanipatia tena mengine. Yale mengine alionipatia tena nikayapaka tena. Nikaona kama vile sasa ndani ya kifua changu kubana ndo kikaendelea kunitesa mateso, nikaendelea kuyapata zaidi. Kwa kweli nikaona kwa kweli nipo katika hali mbaya sana. Na nikaendelea kabisa. Lakini kuna mtumishi mmoja akawa ananiambia, mtumishi, kwa kweli ukiendelea hivi mimi ninaona sivyo, inabidi tukupeleke kanisani ukaombe. Mimi nikasema hamna, kanisani siwezi kwenda kwa sababu nyie, mimi ninachoamini ya kwamba nyie ni watu ambao mnawaunganisha watu, mnajifanyisha. Umeona? Nilichoamini misingi yangu hii. Lakini nakumbuka ilikuwa kama vile kwenye mwezi 2016. Ilikuwa kama vile kwenye mwezi wa 3. Ninakumbuka ilikuwa ni mida jioni, nikapita katika hilo kanisa ambalo ni mara ya kwanza nilipita. Kama nilivyoweza kuwaambia wasikilizaji, nilipita katika lile kanisa, nikaweza kukuta pale watu wanaombeombewa, lakini mimi pale nikaweza kufanya nikaona kama vile hapafai. Lakini siku hiyo nimepita nikiwa katika ile barabara, nikamwona kuna mtumishi wa Mungu, ni mchungaji wa mahali pale, alikuwa amekaa kwenye mwembe karibu na kanisa lake. Kwa kweli mimi nikamfuata, nikamwambia kwa kweli ninaomba mchungaji uniombee. Akasema nikuombee? Nani kakwambia uje mahali hapa? Nikasema hamna. Akaniambia kweli umeamini kwa imani yako? Akasema kweli nimeamini. Akasema basi nifuate huku. Nikamfuata, nikaingia ndani ya kanisa, akaweza kuniombea. Kwa kweli mapepo yalilipuka, majini yalilipuka, yalinigaragaza ambapo hajai kulipuka tangu yalivyoingilia. Alikuwa sana alipuka, lakini siku hiyo ni majini yalilipuka sana. Umeona? Ikafikia sehemu ya kanigaragaza, kanihangaisha. Lakini yule mchungaji akukata tamaa, akazidi kuniombea. Na kulikuwa kuna kijana fulani, yule kijana naye akaambatana mule, akaweza kuniombea. Hali yangu ikawa shwari. Lakini sasa ninachoweza kusema ya kwamba nimetoka mahali pale, nikaelekea tena nyumbani, nikaweza kukuta kitu ambacho ni cha tofauti kabisa. Nikawaambia wazazi wangu, kwa kweli mimi kuanzia leo nimeweza kubadili dhehebu. Kwa kweli wazazi upande mmoja alifurahi, lakini upande fulani walihuzunika sana. Upande fulani ambao ninaweza kusema kwamba upande wa mama yangu ulikuwa kama vile amefurahi, lakini upande wa baba ulikuwa kama vile ndani yake kulikuwa kuna kinyongo. Umeona? Lakini sasa bado nikaendelea kwamba mimi ndani ya kuombea kwangu, lakini bado imani yangu haikunipeleka kabisa katika ile maombi. Umeona? Ikawa wakianza kutambikiwa familia, basi na mimi ni mtu ambaye ninaweza kuingia katika kutambikiwa, kwamba nikiamini matambiko ambayo kwamba wananiunganisha, kwamba labda nikitambikiwa labda ninaweza nikafanyaje, nikatoka katika vile vifungo. Umeona? Nimeombewa leo, kesho yake tena nikaitwa kwenye matambiko, nikashiriki tena. Lakini sasa ile hali ikazidi tena, sio kama ilivyokuwa, ikazidi tena. Umeona? Ilipofika ilikuwa ni siku ya Jumapili, nakumbuka mtumishi wa Mungu, nikaenda kwenye ile kanisa nililoombewa. Ilikuwa nimewahi mapema sana, ni saa 3 mahali pale. Nikafika katika ile kanisa, nikakaa kiti cha nyuma, lakini yule mchungaji alivyoweza kuniona mahali pale, akaweza kuniita, akaniambia njoo. Umeona? Nikaenda mbele, baada ya neno pale nikaenda mbele, akaenda tena kuniombea tena, yakalipuka tena. Na yalimwangaisha sana, yakalipuka tena. Kwa kweli mtumishi, mapepo yalinihangaisha, yalinibilingita. Siku nikopo nimeenda nimevaa vizuri, kwa kweli yalinihangaisha, yalinitupa sana chini. Ikafikia sehemu yakaja akaniachia, nikafunguliwa. Lakini sasa yule mchungaji alichoweza kuniambia ya kwamba, akaniambia kwamba inabidi uwe kwenye maombi, usiache maombi. Namkumbuka sana mchungaji ambaye ni baba yangu wa kiroho, aloweza kunilea mpaka sasa hivi nimefikia katika hii hatua. Anaitwa ni mchungaji Elia Ngalawa. Kwa kweli aliweza kuniambia kwamba tulia katika neno, na akaweza kunithibitishia kwamba ukitulia katika neno mambo yote utayaona. Umeona? Na utulie katika maombi. Huo nakuja kwenye maombi, akanipa na ratiba ya kanisani. Umeona mtumishi wa Mungu? Lakini sasa nimetoka mahali pale naelekea nyumbani, nikaja kumkuta kuna mganga ambaye mwanzoni aliniambia kwamba ataniponesha. Akaja akapita pale akasema kwamba sasa nimejia, kesho kutwa mumlete huyu mtu, mumlete na kuku nyeusi.
muilete ile kuku nyeusi. Kwa kweli sasa mimi pale nikabaki sasa niko njia panda. Nijui nifanyaje. Huku nimeambiwa kwamba ratiba ya maombi kanisani nimeshapewa, na nikaambiwa kwamba inatakiwa kwamba ili hali iishe kabisa inatakiwa uhudhurie kwenye maombi na neno pia usome. Lakini yule mganga wa kienyeji ananiambia kwamba inabidi mumlete wiki ijayo, tena akasema siku 2-3 hizi inabidi mumlete huyu kijana ili aje afanyizie nini, ili tuje tumalizie kumchanja zile chale, ili na hii kuku tukaipeleke njia panda, ili sasa huyu kijana aweze kuwa asisumbuliwe na kitu chochote. Sasa huku mchungaji kaniambia niende kanisani, huku msikilizaji huku nimeambiwa kwamba niende kwa mganga. Sasa nikabaki njia panda, nikikaa mahali pale nikitafakari, sasa niende mimi wapi? Kama unavyojua ya kwamba huku nahitajika kanisani kwenye maombi na maombezi, nifuatilie neno la Mungu ili kwamba nitoke katika vile vifungo. Huyu mganga kienyeji kaniambia siku 2-3 inabidi huyu mtu mumlete kule na kuku nyeusi. Tena akasema kabisa kama ile bei basi nitaishusha, nitapunguza kabisa, ila mumlete. Umeona? Mimi nikabaki sasa njia panda, nifanye nini kwa kweli? Nikabaki nikasema sasa ikiwa kama huku niliombewa, yalilipuka kanigaragaza, lakini huku mwanzo niliombewa lakini ile hali kaendelea kunitesa. Sasa juu yangu mimi nifanye kitu gani? Kwa kweli mtumishi wa Mungu nilibaki njia panda, sikujua nifanye nini. Nikasema sasa yule mganga anaongea na wazazi, lakini sasa wazazi wamenifikishia ile kauli. Kumbuka sasa kama wamenifikishia kauli, mimi ndio mchaguaji sasa, niende au nisiende. Lakini nikawaambia kwa kweli baba, kwa tatizo linalonisumbua mimi, nimeona kwamba nilipoenda pale kanisani kuna msaada mkubwa. Wakaniambia hamna msaada wote, wangapi wanaombewa lakini mpaka sasa tunaona bado ana maisha magumu. Umeona? Lakini mimi mtumishi wa Mungu ndani yangu kitu kingine kaniambia kwamba wewe nenda tu kaombewe. Nenda tu kaombewe. Kwa kweli nikawa naenda kwenye maombi. Kumbuka sasa hiyo sasa nilikuwa naitwa jina la Juma. Yule mchungaji wangu, mchungaji Elia Ngalawa, akaniambia kuanzia sasa hivi utaitwa jina la Yohana. Na ndio maana mtumishi wa Mungu mpaka sasa hivi naitwa Yohana. Kwa kweli nilielekea mahali kule kwa mchungaji, nikawa ni mtu wa maombi, ni mtu wa neno, nikawa ni mtu wa maombi, ni mtu wa neno. Kwa kweli mtumishi ilifika kama vile tuseme kama vile ilifika ndani ya wiki 2. Wiki 2 ile hali ikaweza kuisha kabisa. Sasa ya kusumbuliwa na wale madubwana na mashetani ikawa ndani yangu hamna. Sasa